Haya ni maadhimisho ambayo yamefanyika leo hii tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2025 katika kituo cha afya kilichopo Nyikonga, kata ya Lulembela. Maadhimisho haya yamefanywa na wanachama wote pamoja na volunteer wote wa chama cha Msalaba Mwekundu kwa kufanya usafi kwa maana ya kufyeka maeneo yanayozunguka majengo haya ya kituo cha afya. Lakini mbali na kufanya usafi, waliweza kutoa elimu juu ya kuanzishwa kwa chama cha Msalaba Mwekundu, kwamba ni lini kilianzishwa, lakini pia na kutoa elimu ya kanuni 7 za chama cha Msalaba Mwekundu. Lakini hapa tumsikiza katibu anazungumza neno hapa. Tukachagua kwenye kata yetu Lulembela tufanyie kituo hiki cha afya Nyikonga, na tumefanya lengo letu ni kufanya usafi, lakini pia tunapofika katika maeneo haya huwa tunazungumza pia na wanajamii ambao watakuwepo katika maeneo haya, kama kuna wagonjwa na watu mbalimbali waliofika hapa. Lakini pia huwa tunaeneza sasa na kueleza hii ni maana ya Red Cross, majukumu ya Red Cross, mahusiano ya Red Cross katika jamii, kwa sababu chama cha Red Cross ni chama ambacho hakifungamani na upande wowote, ni chama cha kijamii ambacho kinatoa huduma za kijamii kabisa, hasa upande wa huduma za afya. Basi katika hayo nilikuwa napenda kutoa tu utangulizi hapa. Basi nitawakaribisha viongozi, kwa sababu kuna viongozi wa timu mbalimbali hapa wapo, na wao watazungumza, na baadaye pia tutaukaribisha uongozi wa kituo cha afya hiki ili pia na wao waweze kusema. Basi nichukue fursa hii nimkaribishe team leader ambayo pia anahusika na masuala ya huduma ya kwanza, Mr. Biazi, na ukaribisha pia ujaribu kuzungumza kidogo na utoe sasa briefly kidogo ya Red Cross Tanzania. Karibu sana team leader. Red Cross, Red Cross mahali popote kwa watu wote. Kwa majina naitwa Buyazi Lame Kikuya, ni team leader wa huduma ya kwanza katika tawi la Lulembela. Wanahudumiwa pale, lakini baadaye wanabeba unapelekwa kwenye vituo. Kwa hiyo hapo ndo ikawa ni mwanzo wa Red Cross. Lakini katika nchi hii ya Tanzania kule kuanzishwa mara baada ya uhuru ulipatikana mwaka gani? 1961. Mara baada ya uhuru mwaka 1962 sasa tukawa imeanzishwa rasmi hasa Red Cross hapa Tanzania, kwa sababu ili kuwe na Red Cross lazima nchi iwe huru. Team leader baada ya kuelezea historia ya kuanzishwa kwa chama cha Msalaba Mwekundu, na aliweza pia kumkaribisha volunteers mwingine ambaye yeye alipewa jukumu la kuweza kuzielezea kanuni 7 za chama cha Msalaba Mwekundu, na naye pia alisimama na kuweza kuzielezea vizuri kabisa kanuni 7 za chama cha Msalaba Mwekundu na jinsi pengine zinavyofanya kazi katika nchi na kimataifa zaidi. Tusahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare channel yetu hii, na pia kuendelea kufuatilia mara kwa mara katika channel hii. Asante. Basi tumsikilize Bwana Amos. Hii ni Vutu Geza. Kwa jina naitwa Amos H. Pascali, ni mwanachama wa chama cha Msalaba Mwekundu na ni volunteer pia. Kwenye chama cha Msalaba Mwekundu, kama alivyotoka kuelezea timu leader wetu wa huduma ya kwanza, kuna kazi mbalimbali, na kama ilivyo kawaida popote wanapokutana watu zaidi ya mmoja, kunakuwa na taratibu na kanuni zinazowaongoza ili kuweza kufikia malengo waliojiwekea. Chama cha Msalaba Mwekundu baada ya kuwa kimeanzishwa enzi zile za ukoloni mwaka 1949,
baadaye nchi yetu ilipopata uhuru tayari kujitegemea, ikaanzisha rasmi kwa sheria ya bunge. Sasa kanuni zinazotuongoza kama Red Cross, ya kwanza kuna kanuni inaitwa ubinadamu. Kanuni hii iliwekwa kwa ajili ya kuwasaidia wana Red Cross na watu wote. Ukiwa na ubinadamu inakuwezesha kumsaidia mtu wa rangi yoyote, wa umri wowote, wa maumbile yoyote, kwa sababu unakuwa na ile roho ya ubinadamu. Lakini pia mwenyekiti wa bodi ya afya aliweza pia kuzungumza neno na kuweza kuwashukuru wanachama hawa. Naitwa majina Bernard Francis Gwangulu, ndiye mwenyekiti wa bodi wa kituo cha afya Nyikonga. Mimi cha kwanza napenda kutoa shukrani kubwa za dhati kwenu Red Cross mliohudhuria na ambao hawakuhudhuria kwa uzuru mbalimbali. Basi nipende kupongeza kwa hilo, kwa kuja kushirikiana na sisi hapa na kuona kituo hiki kwa siku ya leo kinatosha kuja kufanywa usafi. Sio kwamba palikuwa pachafu, nipa safi, usafi ulikuwa unaendelea kufanyika, lakini pia kuja kule kuungana na sisi kufanya zoezi hili kwa siku ya leo. Lakini pia naomba basi msiishie hapa. Najua nyinyi mko wengi sana kwenye kata hii. Mimi ni shauri isikomee siku ya tarehe 8. Muendelee na zoezi hili, hasa kuhamasisha ndani ya kata yetu. Maeneo mengi bado yanahitajika, watu wetu hawajapata elimu ya kutosha kujua kwamba mazingira yatakiwa yawe vipi. Kwa Lulembela yetu muendelee kuhamasisha hata nje ya jamii katika vitongoji mbalimbali. Muendelee na kutembea na kushirikiana na viongozi wa vitongoji kuwapa elimu hii ya kuyaweka mazingira katika hali ya usafi. Maana Lulembela bado kidogo mazingira maeneo mengine unakuta chafu, hata ndani ya soko letu mnaliona Lulembela. Na penyewe bado hata wale wafanyabiashara mjaribu kukaa nao muwaelimishe. Mimi kwa kweli sitakuwa na mengi, nashukuru kwa siku ya leo kuja kuungana na sisi kufanya zoezi hili la usafi katika kituo hiki. Taasisi ziko nyingi, lakini mkaona inatosha kuja hapa Nyikonga kutoa elimu hii. Hii ni moja ya darasa. Kwani jamii hata wengi wameona, wanashangaa leo kwa siku ya leo kuona leo kuna nini hapo, watu wanafyeka nini. Basi kumbe kidogo watu watakuwa wanapata hii elimu kwamba kumbe usafi ni jambo la muhimu, la msingi sana katika jamii. Asanteni sana. Tutu is daddy. Tuna kila sababu ya kukushukuru Mungu, wana Red Cross sote tumekusanyika, umoja wetu, mshikamano wetu, Yoskem Kigoma sote tumeiona, tumefurahia. Ubinadamu, uadilifu, kutopendelea, uhuru, kujitolea, umoja, ukimataifa. Red Cross ndio kanuni zetu hizo. Kwanza kabisa twatoa shukurani kwa viongozi wote mliofika. Tuweke alama Mkalaganza ifike mahali ambapo ilipokusudiwa. Miaka 100 tunaazimisha shirikisho la Red Cross duniani kote. Hatuna ubaguzi wala dini, sisi sote ni wamoja, weupe kwa weusi, wakimbizi na wenyeji. Binadamu, uadilifu, kutopendelea, uhuru, kujitolea, umoja, ukimataifa. Red Cross ndio kanuni zetu hizo. Sifa hizi kubwa za Red Cross naomba tega sikio usikilize. Tumekuwa wa kwanza kutoa misaada ikiwemo maafa, magonjwa, ajali mbalimbali, zote tunahudumia. Tunashukuru viongozi wote wa serikali, rais, makamu, waziri, bunge letu tukufu, wote mbarikiwe, wote mbarikiwe. Ubinadamu, uadilifu,